ibada yote ambayo unaifanya kama haina ikhlas ndani yake, ibada hiyo Allah subhanahu wa ta'ala haipokei, narudishiwa. Kwa hiyo ni hadithi ambayo inatuelekeza sisi tunapofanya matendo yetu tutangulize kitu kinachoitwa ikhlas, yani tunafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio maana ya nia. Mwanachuoni anaitwa Ibrahim ibn Adham aliainisha nini maana ya ikhlas, akasema al-ikhlas sidqun niyya ma Allah, ni kuwa na nia ya ukweli kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio maana ya ikhlas, sidqun niyya, kuwa na nia ya ukweli kabisa kwamba hichi ninachokifanya ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na akasema Sahal ibn Abdullah, al-ikhlas an yakuna sukunu al-abd wa harakatihi lillah, kwamba ikhlas maana yake ni mtu anapokuwa amekaa, anapokuwa anatembea, anapokuwa amelala, anapokuwa anakula, anapofanya haraka yoyote, yani aina yoyote anavyokuwa yeye, iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na subhanallah, hiyo ndio maana ikhlas. Kwa hiyo tunapoelewa hivi, ina maana kwamba kila unachokifanya kitakuwa kimejengeka katika nia ya kile kitu unachokifanya, kila unachokifanya. Na ikiwa na hiyo nia ya kumridhisha Mwenyezi Mungu, basi inakuwa ni ibada. Iwe umelala, uwe unakula, uwe unazungumza, lakini mwanzo umejenga nia, yale unayoyafanya yanakuwa na ikhlas kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndio maana, na hii ndio maana nzima ya hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo imepokelewa na Umar ibn al-Khattab. Na ikasemwa vile vile al-ikhlas istiwa a'mali al-'abd fi adh-dhahir wal-batin. Ikhlas maana yake ni kuwa sawa matendo ya mja ya ndani na ya nje, yani yale yanayonuia ndani ndio yale yanayoonekana nje. Hiyo ndio maana ya al-ikhlas. Na ikhlas imejengeka ndugu zangu katika mfumo wa nia. Nia ndio inaanza kabla ikhlas. Nia inaanza kabla ikhlas. Maana nia ni ile dhamiri ya ndani, halafu ikhlas ni yale matendo unayofanya yanayosukuma na ile nia. Vyote ni vitu vinavyofanana, lakini tofauti yake ni ndogo sana. Nia ni yale mazungumzo ya ndani ya nafsi yako. Sema mimi nataka kufunga Ramadhani kesho, ndani ya nafsi yako. Hiyo ni nia. Funga unayamka nayo, umeifunga kwa ikhlas. Kwa sababu gani? Imejengeka katika nia uliyoiweka wewe. Na ndio maana mashekhe zetu, wanachuoni wetu walikuja na fatwa ile kwamba mtu ukilala bila nia, saumu yako watoto walikuwa tunakwenda msikitini kunuizwa. Ukichelewa asubuhi ufungi. Kwani hujafunga? Sasa sijanuizwa bwana. Sijanuizwa nia. Sawa, lengo lilikuwa zuri sana. Lengo lilikuwa ni kuonyesha kwamba huwezi kufunga bila nia. Lakini kwa sababu ya kuona kwamba labda watu hawa elimu chache hatuwezi kufafanulia, anambia lazima utie nia msikitini. Ndio maana unafika msikitini unanuizwa na waitu saumu ghad kisha sawa hata inavunuizwa. Lakini ndio ilivyokuwa tukinuizwa tukiwa watu wadogo. Sawa, na mpaka sasa hivi misikiti mingine inafanya kufanya jambo hilo. Lakini ukweli kabisa, nia sehemu yake ni moyoni. Yani ile wewe umedhamiria kwamba mimi asubuhi naamka nafunga. Huwezi kuwa umeamka asubuhi na umeamua leo kufunga bwana. Sawa, hiyo ilikuwa sio faradhi, sio Ramadhani. Sunna inakubalika. Lakini saumu ya Ramadhani ni lazima ulaze nia. Kulaza nia maana yake ni mazungumzo yaliyoko ndani ya nafsi yako kwa lugha yote unayofahamu wewe kwamba mimi kesho nafunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ukiamka asubuhi na saumu, خلاص, ile ni ikhlas sasa. Umefunga kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio tofauti ndogo kati ya nia na al-ikhlas. Tuko pamoja ndugu zangu?